This morning I just want to share a word of God with you about the effects of generational curses. Effects of generational curses. Read together with me the book of Exodus, chapter number 20. Exodus, chapter number 20. I'm reading from New King James Version, verse number 4 to 6. Exodus 20, verse 4 to 6. The Bible says that you shall not make for yourself any carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Verse number 5, you shall not bow down to them nor serve them, for I, the Lord your God, am jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation of those who hate me. Verse number 6, but showing mercy to thousands to those who love me and keep my commandment. Glory be to God. From where we have read, we see that God is setting His standard, and according to the standard of God, you can see the standard of God in verse number 5. The Bible says that in verse 5b, that the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquities of the fathers on the children to the third and fourth generation. That is the standard of God. He's a jealous God who will not just allow things to happen without notice. Kuna mambo mengine ambayo huwa yanafanyika na yanakaa kana kwamba hayajulikani, na wakati ambapo mambo yamefanyika, Mungu anasema ya kwamba according to my standard, I will not let you go with what you have done, whether good or bad. Glory be to God. The Bible says, if you do what is not right, because I'm a jealous God, I will make a follow-up of your iniquities or of your doings until the third and the fourth generation. Glory be to God. Amen. Hallelujah. Amen. And if you love me and you keep my commandment, I will also follow your deeds, and I will show mercy to 1,000 generations. Glory be to God. Of those who love me. So the thing here is, if you do anything in your life, the effect and the impact of your deeds will fall on the generations to come. Glory be to God. Ukitenda mema, the generation, 1,000 generation, watakulia wema ule ambao umetenda. Ukifanya vibaya, the 4th generation, they will be punished. They will be put under a task of your deeds, and they will never escape the wrath of God upon their life because of your action. Glory be to God. So you can hurt people and you get away with, but you cannot hurt God and you get away with. It's very important for you to understand that. Unaweza kudhuru watu na usiulizwe kitu na ukae hivyo uone kana kwamba mambo yote yako sawa. Lakini unaweza kudhuru Mungu na Mungu hata kuacha. Mungu atakufuatilia kuliko anti-stock theft. Jina la Bwana litukuzwe. So it's very important for you to understand the standards of God. He's a jealous God who makes follow-up of our action. And our action can bring positive impact into our generations or into our offsprings, or a negative impact into their lives. So be careful of everything that you do.
in the name of Jesus. Glory be to God. Are you getting me, church? So I want us to look at the word of God, and I believe that God will help us to understand very clearly his standard, because the effects of generational curses are real. Are real. People are suffering today because of the effects of the generational curses. People are crying today. It's very important for us to analyze what we have been told by the Spirit of God all through, so that we may be able to understand as we sacrifice, as we give sacrifice because of our generation and because of our family, we may be able to attain the will of God into our lives in the mighty name of Jesus. The effect number 1, it opens door for Satan to carry out his program for the person or community at his pleasure. It opens a door for Satan to carry out his program for the persons or community at his pleasure. The effects of generational curses inampatia shetani, inamfungulia mlango ya kutesa mtu ama kutesa jamii at his own pleasure. Akisikia nitawapiga kwa umasikini, anawapiga kwa umasikini. Akisikia atawapiga kwa utasa, anawapiga kwa utasa. Akisikia atawapiga kwa mateso ya magonjwa na mahangaiko, anawapiga kwa mateso na mahangaiko. So whenever you are under a curse, that curse will open a door for Satan to carry out his program in your life and also in that community, in your family, at his own pleasure. Na ndipo wengine utakuta kwamba kile kinawasumbua ni kutofanikiwa katika ndoa. Wote wanaoa lakini ndoa hazisimami, wanaolewa ndoa hazisimami, wote wanarudi pale nyumbani. Jina la Bwana litukuzwe. Mambo yale ambayo yanafanyika is something unexplainable. Akuta kwamba shetani ameamua kwa familia kwamba hakuna kuolewa. Wewe unaenda unakuja na watoto 4. Mwingine anaenda anakuja na 6. Mwingine anaenda anakuja na 3. Mwingine anaenda anakuja na 2. This is what the enemy is doing at his own pleasure. Anajua hawa sitawatesa na wasiolewe. Hawa watawatesa na umasikini. Unasoma, unafanya, you have all it takes. Unakuwa na all what it takes. You have the qualification. But the problem is, mahali popote makaratasi yako unapeleka, ikiangaliwa hivi yule ambaye anaangalia anaona giza. At you are qualified. Ni shetani ameamua at his own pleasure awakalie na umasikini. Kuanzia mkubwa mpaka mdogo. Anko, uka, baba, mama, sisters, wote wako hivyo. Mnaanza ile haso ya kila siku. To put a bread on the table, it is a miracle. Many times, nakuta ya kwamba familia hiyo inakaa bila kukula. Na wakati ambapo wanakula ni wanafurahia kauchi. Unasikia kwamba hey, mothe, sio leo tumesikia vizuri tulikunywa uji. Bwana Yesu asifiwe sana. So it opens doors for Satan to carry out his program, either to a person or community, to a community at his own pleasure. Vile atasikia ni sawa. Wengine licha ya kwamba ni wanahekima wakaambiwa kwamba shetani anajua kwamba atawakalia na kusoma. Watoto hawataki kusikia kitu. Mpaka wale ambao wanasoma wanasema, "Gai, fulani ameacha shule na pia anakuwa mwerevu." Na alikuwa ni ndiye mgetaka. Yaani ni mimi ningekuwa mwerevu kama yeye. Yaani unashangaa nini kinaendelea? Ni shetani ana carry out his programs kulingana na vile anataka. Wengine wanagongwa na utasa. Mtu ako na mali, ako na kila kitu, lakini kilio katika ndoa kwa sababu ya mtoto, only the word child, hey, inakuwa shida kubwa. Mpaka unashangaa nini inasumbua hawa? They have everything, lakini hakuna watoto. Watoto wakipatikana labda wakununuliwa. And after adopting the children, wakati wamekomaa wanaambiwa na community ya kwamba unajua wewe haukuzaliwa hapa, ukogoro wa agoli. Sasa mtoto anaanza kubadilika, unashangaa
yule ambaye umeinvest kwake all through ama ni nani? It is the effect of generational curse. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. But this morning we have come here to close all the doors which were opened by the iniquities of our fathers, and the enemy will not ruin us our life as we continue living in this earth in the mighty name of Jesus Christ. Kila mlango uliofunguliwa shetani akapata nafasi ya kuingia ili atutese, atufanye vile ambavyo anataka. We resist the enemy in the name of Jesus. He will not carry out his programs in the lives of our children katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. The effect number 2, it raises spiritual barriers. It raises spiritual barriers. Matthew 22, 23 to 29. Matthew 22, 23 to 29. The Bible says that that same day, the Sadducees, who says there is no resurrection, came to him with a question. Teacher, they say, Moses told us that if a man dies without having a children, his brother must marry the widow and raise up offspring for him. Verse number 25. Now there was 7 brothers among us. The first one married and died, and since he had no children, he left his wife to his brother. 26. The same thing happened to the second and to the third brother, right on down to the 7th. Verse number 27. Finally, the woman died. Now, then, at the resurrection, whose wife will she be of the 7, since all of them were married to her? Verse number 29. Jesus replied, you are in error because you don't know the scripture or the power of God. Glory be to God. That is a spiritual barrier, the manifestation of a spiritual barrier. The spiritual barrier huwa ina manifest a demonic pattern. Unakuta ya kwamba whatever happened to your uncle can also reoccur into your life. Whatever happened to your life, it also can reoccur to the life of your child. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Are you getting me? And that's why it's very important for you to seek from the history, because the history repeats itself. Where am I coming from? Yule ambaye nimeitwa jina lake, tabia yake na maisha yake ilikuwa namna gani? Vile ambavyo alivyokuwa anaishi. Kwa sababu the same thing can reoccur into your life if you are not careful. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba tuangalie kutoka katika historia mambo yale yaliyokuwa yamefanyika. And remember, assumption is the mother of all frustration. People are being frustrated in this life because they assume nimeokoka Yesu ni Bwana, mambo yataenda vizuri. Nani amekuambia umeokoka Yesu ni Bwana mambo yataenda vizuri? Kile ambacho damu ya Yesu huwa inafanya, inakata kitovu cha dhambi za Adam na Eve ili ushirika wetu na Mungu uweze kurejea. But all the iniquities of our fathers inaanguka mabegani mwetu, and we are the one who are supposed to recorrect the mistakes, the spiritual mistakes of our fathers. Jina la Bwana litukuzwe. Are you getting me, church? So it's very important for you to know that. So huwa ina manifest in a demonic pattern. Na demonic pattern even in the Bible unaweza kuangalia katika Biblia, katika familia za Biblia. Look at the family of Terah. Kulikuwa na demonic pattern of barrenness. Abraham, his wife was barren. Is it true? His first son of a miracle, Isaac. Isaac was a son of a miracle. And also his wife became barren. Is it true? After he sorted corn and prayed hard for his wife, she conceived. Na yule ambaye alizaa na ndiye alikuwa anapendwa zaidi, nyota yake ilikuwa inaong'aa, Jacob.
mwanamke aliyempenda. She became also barren, Rachel. Si ni kweli? Are you getting me? You can look even from the Bible, the effects of generational curses zina manifest mpaka unashangaa ni nini kinaendelea. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Are you getting me? So unaweza kuta kwamba na the demonic pattern that are triggered by spiritual barriers huwa haianguki kila mtu yeyote, inaguzaga a star in a family. Amen. A star in a family. The demonic pattern will strike only to the star. Amen. If you are a star in that family, wewe unaenda kwa biashara hivyo na shilingi 1,000 unafanya mambo hivyo, all of a sudden you start commanding 100,000, thousands of money. Hey, shetani hawezi kufanya ukanyage mahali wengine hawakanyaga, ni wewe atakamata. Aseme ya kwamba I'm not after anybody, I'm after you. Anakugonga wakati mwingine na magonjwa, unapata pesa inaenda kwa magonjwa, ingine unapata unakopesha watu hairudishwi, ingine unapata inapotea hivyo. You cannot be able even to account for anything in your life because you are a star. Bwana Yesu asifiwe. Na ukaa hapo useme Yesu ni Bwana, nimeokoka. We kote kugawa utapiga ndugu jameni. Are you getting this, church? So this is what God is telling you. You need a turnaround in your life. This message is just to enlighten you. If you are a young person, dada zako wale wakubwa ni njia gani wamepitia? You are not exempted kutoka katika hiyo njia. Unaweza kufuatia njia hiyo na iwe mbaya zaidi ya hiyo. Kama dada yako mkubwa alikuwa ameokoka na akaanguka tu hivi akaolewa ovyo ovyo na ndoa yake inamsumbua kwa sababu ya vile ambavyo alifanya, how do you expect ya kwamba hata wewe hautaanguka? Umekaa tu hapo unavumilia. Nasema ya kwamba nimeokoka, Yesu ni Bwana. Utawangwa na hiyo maneno yako. Lazima uwe muangalifu. That's why you need to examine yourself. Na uende mbele za Bwana, uangalie mambo yako na Mungu ataweza kusaidia katika jina la Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. Are you getting me? Ukiona ya kwamba wewe unatengeneza pesa haraka, alafu kuna shortcomings here and there, pingamizi hapa pale kule hivi, ukiweka kazi hapo ikianza kufanikiwa kidogo, watu wanaanza kuongea anaenda kwa mchawi, anaenda. Elewa ya kwamba you are a star and the enemy anataka corrupt your mind ili uache kuwa focus, uanze kuangalia vile ambavyo watu wanasema, upoteze mwelekeo, uwe kama vile ambavyo wanataka. You need to resist the enemy. And remember in the book of James chapter number 4 and verse 7, Biblia inasema kwamba resist the devil and he will flee away from you. The enemy is waiting for a resistor. Who is that? Who is clever enough? Who is up to the task of resisting the enemy from ruining his life? We need people who are tough enough. Bwana anaweza kuambia shetani ya kwamba tumekataa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Are you getting me? Wewe msichana ambaye hujaolewa, enda ukaenda mama yako chini muulize historia. Kama alishawahi olewa, ni nini kiliendelea ndoa ikavunjika? Kama hajawahi olewa, ni nini kimefanyika kwa sababu umezaliwa? Baba yako hapo wapi? Mlizaliwa na nani? Mambo yenu. Because the same thing will reoccur to your life. Hiyo kanjia ambayo mami alipitia, utapitia. Vijana ni vizuri kukaa na baba zenu chini, unauliza madadi, give me your history. Ulisoma namna gani? Uliishi namna gani? Ulioa namna gani? Muangalie na mami yake. Ulipatana na mama. Study these things. Elewa kama kuna kasana kingine kalitokea kamtumia vibaya. Because the same pain utapitia. Kama hautaweza kutegua hicho kitendawili, utaumia. May God have mercy on us in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Don't just sit there helplessly. Igeka kwa sababu nilizaliwa hapa. Nani amekuambia? God has given us an opportunity of correcting all the mistakes in our families. Na tukate kitovu cha maisha yetu kutoka kwao. Tuwaambia hatutakaa kama nyinyi. We will
be different katika jina la Yesu. Glory be to God. Wewe ni mama umezaa msichana, unajua kile ambacho ulipitia. Wacha ukaa hapo tu ukiangalia. Ongea na msichana wako, mwambie mambo haya anaweza kupata. Pick up. Are you getting me? Kulia wakati mwingine hakutakusaidia. Kuomba wakati mwingine hakutakusaidia. You need to act and act fast. Muongeleshe, mwambie tutaomba, and then I will sacrifice. Na niambie Bwana, maisha yangu hayatakuwa translated katika maisha ya mtoto wangu ili awe safe katika jina la Yesu. Because the problem is huwa tunanyamaza mpaka maisha yetu yanakuwa translated. We need to save our children katika jina la Yesu. Spiritual barriers are real. Are you getting me, Josh? Kwani mwanamke mmoja kupitia kwa ndugu 7 hata mbegu moja haijapatikana? Is it a joke? Ama ni coincidence? Is it not a curse? It's a manifestation of demonic curse in their life. Glory be to God. Hallelujah. The effect number 3, it causes unproductivity. It causes unproductivity. 2 Kings chapter number 2 and verses 19. It causes unproductivity. 19 anasema, the people of the city say to Elisha, look out, Lord. Look, our Lord. This town is well situated, as you can see, but the water is bad, and the land is unproductive. The effect of generation curse, it causes unproductivity. Glory be to God. Unaolewa na mtu ambaye anakupenda, anakuona kama wewe ndiye nyama choma, wewe ndiye siku yake ya mwisho wa mwezi, lakini hata kumpatia kama mtoto kamoja. Mpaka faina anakuambia kwamba sasa imeonekana hakuna kitu hapa, acha nijaribu nini? The problem is not you. The problem is not your husband. Hata wakati anasema anakuambia maneno hayo, acha nijaribu mbele, anaumia. Because he loves you wholeheartedly. Anasikia vibaya. But he has no choice. Are you getting me? Bwana Yesu asifiwe. Uko na kila kitu umewaka msichana kama mrembo, kazuri, lakini hata kumpatia kama mtoto kamoja hakuna, hauna na huo uwezo. Tulikuwa na huko nje tunaona kana kwamba uko sawa, lakini hauko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Are you getting me? Na watu wale ambao huwa wako na hiyo manifestation ya unproductivity, they are very smart. Anaenda anakaa na chini na manager wa bank, anampatia bilioni. Mtu wako na tigitina zo shira, wewe tukaongea mambo mengi. Wewe dada hii. Zinamsumbua mpaka finally kazi yote inafikia mpaka kale ka kitu ambacho alikuwa ameachiwa na wazazi, banki inakuja inachota. Nenda na jamaa hawezi akaweza kuzalisha. Jina la Bwana litukuzwe. Are you getting me, church? May God have mercy on us. Katika jina la Yesu. I close that door of unproductivity in your life in the name of Jesus. Be productive from today. I release the grace of being productive from today. Not only in your life, but also in the life of your children. In the mighty name of Jesus. I remove every manifestation of curses in your life. In the name of Jesus Christ. Hey, receive the grace of God. I declare that you are going to be productive in town and in your rural area. In the mighty name of Jesus. Hata ukisema ukodeshe kasaba nyumbani, watu watashangaa kwa sababu ya vile ambavyo katazalisha katika jina la Yesu Kristo. Tunakata kitovu cha productivity in our lives katika jina la Yesu. The time has come for you to enjoy the labor of your hands in the mighty name of Jesus Christ. The fruit of your labor. Whatever you are doing, be productive from today katika jina la Yesu. Msichana ukipendana na kabutu hakata kukataa, tunafunga mlango wa productivity katika jina
jina la Yesu. Jumping from one month to another, from one car to another, tunakataa. Be productive. Wacha huo uhusiano uzalishe katika jina la Yesu. Si ukaa na mtu anakuestia miaka 2 ya bure. Mbona nakwambia kunasikia alioa usiku. Sijui aliolewa usiku. Hatutaki vitu kama hiyo. Be productive katika jina la Yesu. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Are you getting me? Number 4, it delays the purposes of God. It delays the purposes of God. Deuteronomy 23 verse 1 to 3. This one is very important. Wacha nisome alafu itakusaidia. 23 verse 1 to 3. Biblia inasema ya kwamba no one who has been emasculated by crushing or cutting may enter the assembly of the Lord. No one born of forbidden marriage, not any of their descendants may enter the assembly of the Lord, not even in the 10th generation. Verse number 3. No Ammonite or Moabite or any of their descendants may enter the assembly of the Lord, not even in the 10th generation. The generational curses who are in a delay, the purposes of God in our life. Mtu yote ambaye ana ulemaa wa uzazi hawezi akazalisha, either from birth ama ni kukatwa amekatwa ama nini, Biblia inasema kwamba asiingie katika madhabahu. Mtu yeyote ambaye kwao kuna laana, the Amorites and the Ammonites, hawa hiki ni kizazi ambacho ni cha binti za Rutu. And you remember wakati walilala na baba yao wakazaa, mmoja alizaa the Ammonites na mwingine alizaa nani? The Ammonites. Are we together? Na Biblia inasema ya kwamba wakawa wamefanya nini? Wamelaaniwa, wanaambiwa wasiingie. Not unless generation 10 zipite. Tutaruhusu lakini vizazi 10 zifanye nini? Zipite. And David was one of them. David the king, David the psalmist in the Bible. Alikuwa mtoto wa haramu. Bwana Yesu asifiwe. He is coming from the tribe of Judah. And the tribe of Judah walikuwa wawe ndio kings according to Genesis 49. But because of what Judah did in Genesis 38, it derails the purposes of God in the life of Judah. Na ukitaka kuelewa, hebu angalia katika kitabu cha Matthew chapter 1. Hebu angalia Matthew 1 verse 3 to 6. Uangalie ili David aweze kuwa mfalme, anaapia in the 10th generation. Verse 3 to 6. Yuda akamzaa Peresi. Na Zera kwa Tamari. Akazaa ni yule mama ambaye nilikwambia kwamba alijifanya kahaba. Kwa maana mzee amekufa na hawezi akaolewa, akahadaa father-in-law sasa amekuja ndiye Juda. Na ndiye amebeba baraka za kifalme. Amelala na daughter-in-law. Na unakumbuka the sin of incest? From the last teaching, the sin of incest inaleta nini? Laana. Sasa Juda ameingia katika trap ya sin of incest. Imekuja laana. Na kwa sababu sasa wamezaa mtoto Peresi. Anaitwa nani? Peresi ni mtoto haramu. So from Juda, from Peresi, lazima kukae 10th generation ili kupatikane ufalme. Endelea. Sasa tuhesabu pamoja. Peresi, that is the second generation. Tuanzie 3. Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari. Peresi akamzaa Esromu. Esromu akamzaa Aramu. Aramu akamzaa Aminadabu. Aminadabu akamzaa Nashoni. Nashoni akamzaa Salmoni. Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu. Boazi akamzaa Obedi kwa Ruthu. Obedi akamzaa Yese. Yese akamzaa mfalme Daudi. Imagine from Judah kungekuwa na utawala, mtoto wake angekalia kiti right away, awe mfalme. But because of generational curse ambayo imeingia through incest sin, ime derail the purpose of God from Judah to
the 10th generation. Glory be to God. Are you getting me, church? There are so many things that ingehappen katika maisha yetu, lakini zimesukumwa. Mengine itafanyika katika generation zingi zinazokuja. Hiyo ndio nataka to cross the bridge, ya kwamba the purposes of God haitafanyika to the 10th generation. Maybe I was born out of marriage. Hallelujah. Ulizaliwa nje ya ndoa, wewe ni mtoto haramu, lakini hatutakubali akipelekwe mpaka generation 10. Ndoka akinya, utaona kweli hiyo kizazi ya 10. Tunataka kuona mambo ikifanyika. Wacha mtoto yako awe mfalme. Nasema mtoto wako aanze kukalia ukuu katika jina la Yesu Kristo. Our children will become great because we are crossing this bridge in the name of Jesus. Hallelujah. No more delayment of purposes of God in our lives as we give sacrifice, and as our sacrifice accepted to God by God katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Finally, niseme hivi ya kwamba the effects of generational curses also inaletaga problems that have no solution to them. Problems that have no solution to them. That is Ezekiel chapter number 44 verse 10. Hii andika alafu utaenda kusoma reference hii. Ezekiel 44 verse 10, verse 16, verse 10 to 16. You jump, you read verse number 23 and also verse number 24. Ezekiel 44 verse 10 to 16. You jump 23 and also to 24. Problems that have no solution to them. Ukiona katika familia yako kuna na shida zingine ambazo mnajaribu kutatua mpaka mnakuja hata mnaweza kupeleka kwa chief anashindwa. Mnapeleka kwa mzee wa kijiji, mnapeleka kwa pastor anashindwa. Mpaka mnaachana na hiyo maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Are you getting me? Kwa kitu kanatokea kwa ndoa, mnagombana, mnatafuta, mnaenda kwa in-laws, mnaenda kwa pastor, mnaenda kwa mpaka mnasema ya kwamba wacha tukae tuna hiyo maneno, wacha iishe hivi. Sio kuisha. Elewa ya kwamba it's a generational curse. Are you getting me, church? Are you getting me? Finally, number 6. It has a propagation of idolatry. Propagation of idolatry. Huwa inaleta kuabudu miungu. 1 Kings chapter number 15 verse 25 to 26. 1 Kings chapter number 15 verse 25 to 26. Biblia inasema kwamba mfalme akachukua kutawala Israeli, na alipochukua kutawala Israeli, naye akaenda katika dhambi za baba yake na akafuata njia ile ambayo baba yake alikuwa amefuatia. It propagates. Hallelujah. Inaleta kuabudu miungu mingine. Inaingiza mtu katika, unakujikuta ya kwamba hautaki Mungu. Hata unashangaa. Haijao ile mtu tukatenda hapo. Lakini kwa nini sisikii nikiwa na hii moto ya Mungu? Kwa nini sisikii nikipenda Mungu zaidi? Ni kwa sababu ya generational curse. Ukienda kwa mtoto wako ni kazuri, umekalelea kanisani, hata kalibatizwa, hata hiyo mambo yote, lakini hakataki Mungu. Kanafanya vitu. Elewa ya kwamba hii vitu is a manifestation, is the effect of generational curse. Are you getting me, church? So these are some of the effects. Na zile zingine ambazo nimefundisha in the last programs. Lakini ni vizuri tuamini ya kwamba today it will be the end of the manifestation of these effects in our lives in the mighty name of Jesus. Tusimame juu na miguu yetu, tuambie Bwana ya kwamba even though there is manifestation of these effects of generational curses, we pray that from today katika jina la Yesu Kristo all the effects hazitakuwa na mamlaka tena katika maisha yetu. Have a moment of 2 minutes uambie Bwana ya kwamba Bwana ninaombea maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Save me from this calamity. Save my children, save my family. Raise up your 2 hands in the mighty name of Jesus as you talk to your daddy. This is our day. Mwambie Bwana, the effects of these generational curses are really to my families. Lakini ninajua ya kwamba siku ya leo I'm crossing the bridge together with my children. I'm crossing the bridge together
Jesus, I resist the enemy. I resist the enemy. I resist the plans of the devil against my life. In the mighty name of Jesus, my God, nakata kitovu cha kila laana ya kijamii ndani ya maisha yangu. Nakata kitovu cha laana za kijamii ndani ya jamii yangu Bwana. Hadi najitenganisha na nyumba ya baba yangu. Maisha aliyoishi Bwana haitakuwa translated katika maisha yangu, na ninakataa hata laana za kijamii hazitakuwa translated katika maisha